Ujambo mtazamaji, natumai uko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 32. Somo letu ni kuhusu lugha. Nami ni mwalimu wenu Sera Wamaitha. Karibuni tena. Tuanze na shabaha ama lengo la somo letu. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze: moja, kueleza maana ya lugha; pili, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja sifa za lugha; tatu, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya lugha. Tuanze kwa kujua maana ya lugha. Lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti nasibu ambazo hutumiwa na jamii husika kwa madhumuni ya mawasiliano. Tunaposema sauti ama lugha ni mfumo, na maanisha kuwa sauti ambazo hutumika katika lugha yoyote huwa na taratibu ama mpangilio fulani wa maneno yake. Vile vile tunaposema ni sauti nasibu tunamaanisha kuwa kila lugha ina sauti zake miongoni mwa sauti nyingine ambazo zinaweza kutoka katika kinywa cha mwanadamu. Kwa hivyo tuangalie dhima ya lugha ama umuhimu wa lugha. Kwanza ni kwamba lugha hutumika katika mawasiliano. Utapata kwamba katika mawasiliano kuna mzungumzaji na msikilizaji. Hivyo lugha hutumika katika mawasiliano. Pia lugha ni chombo ambacho hutusaidia kujieleza ama kutoa mawazo yetu. Lugha husaidia kujieleza na kutoa mawazo yetu. Lugha pia ni kitambulisho cha taifa. Kila taifa ina lugha yake, kwa hivyo ni kitambulisho cha taifa. Vile vile lugha ina umuhimu wa kujenga uhusiano baina ya watu, pia jamii na jamii, ama taifa na taifa. Twende kwa sifa za lugha. Sifa za lugha. Sifa ya kwamba ni kwamba lugha zote ziko sawa. Yaani hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine. Sifa nyingine ni kwamba kila lugha ina sauti zake ambazo utapata ziko tofauti na sauti nyingine. Sifa ya tatu ni kwamba lugha hubadilika kutegemea mazingira. Pia lugha hubadilika kutegemea mazingira ama tukio, wakati au watumizi wa lugha hiyo. Lugha hubadilika kutegemea mazingira, tukio au wakati. Pia tunasema lugha hukua. Lugha hukua kwa sababu, kwa mfano, sababu ya teknolojia ya habari pia na mawasiliano. Pia lugha hufa. Lugha hufa kwa sababu msamiati wake unaweza kupotea. Tuangalie sababu ambazo zinafanya lugha kufa. Lugha inaweza kufa kwa sababu: moja, idadi ndogo ya wazungumzaji. Iwapo kuna wazungumzaji wadogo, lugha inaweza kufa kwa sababu. Pia sababu nyingine ya lugha kufa kwa sababu ndoa za mseto. Watu kutoka lugha tofauti tofauti wakioana, utapata lugha zao kufa na wanaanza kutumia lugha moja. Pia utapata sababu nyingine ya lugha kufa ni kwa sababu lugha moja kupewa hadhi lugha nyingine, kupewa hadhi lugha nyingine. Utapata katika shule utapata lugha, kwa mfano Kiingereza, imepewa hadhi na lugha nyingine inatupiliwa mbali. Pia sababu nyingine ya kufa lugha ni uchumi wa kitaifa ama uchumi wa taifa. Sababu nyingine ya kufa lugha ni kubadilisha mazingira. Kubadilisha mazingira, unaweza kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine.
Hivyo basi tumeangalia lugha ni nini, tukaangalia umuhimu ama majukumu ya lugha, tukaona sifa za lugha na sababu ambazo zinafanya kufa lugha. Zoezi. Swali la kwanza, eleza majukumu ya lugha. Swali la pili, taja sifa 4 za lugha. Swali la tatu, taja sababu 4 za kufa kwa lugha. Kwa marejeleo zaidi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi KLB toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali, maoni, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga au waweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV.